Mwili wa Joshua uliowasili nchini Novemba 19 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA na kupokelewa na viongozi wa serikali wakiongozwa na naibu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Saidi Musa kabla ya kusafirishwa hadi kwao Simanjiro kwa mazishi ya heshima. Bwana atakulinda utokapo au ingiapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Sasa twendeni tukauzike mwili wa ndugu yetu na mpendwa wetu Joshua Loitu Molel kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunafanya hivyo kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Balozi Saidi amesema serikali imeshirikiana kwa karibu na mamlaka za Israeli kwa kipindi chote cha miaka miwili kuhakikisha mabaki ya mwili wa Joshua yanapatikana, kuchukuliwa vipimo vya DNA na hatimaye kurejeshwa nyumbani. Ndugu mwenyekiti, naomba niwaambie tu kwamba Tanzania ina mahusiano ya kidiplomasia na nchi ya Israeli, na tangia umetokea msiba huu wametoa mashirikiano makubwa ya dhati kabisa kwa kushirikiana na ubalozi wetu uliopo mjini Tel Aviv chini ya uongozi wa Mheshimiwa Balozi Alex Kalua. Maelekezo na utendaji wao ndio uliofanikisha kupatikana kwa mabaki ya mwili wa mpendwa wetu. Kwa hiyo tulikuwa tunafuatilia kwa karibu kutoka wizarani kupitia ubalozini kwa mamlaka za Israeli ndani ya nchi ya Israeli, na kwa kushirikiana na ubalozi wetu wa Israeli uliopo Nairobi wametoa ushirikiano mkubwa, na tunatoa salamu pamoja na pongezi na asante kwa ndugu zetu wa ubalozi wa Israeli ambao wapo hapa na watatoa salamu zao. Ndugu waombolezaji, mchungaji ameeleza kuhusu kifo. Tumshukuru Mungu, tuna bahati kubwa wote ambao tuhai tuko hapa. Waombolezaji kutoka jumuiya ya Kitanzania, viongozi wa serikali, marafiki na baadhi ya wawakilishi kutoka Israeli na Kenya wameshiriki mazishi hayo, wakisisitiza thamani ya amani na ushirikiano baina ya mataifa. Kama mnavyofahamu, kijana wetu Joshua alikwenda masomoni kujifunza masuala ya kilimo, alichaguliwa kwa umahiri wake, na sisi sote tunapofahamu unapokwenda masomoni matarajio yanakuwa ni makubwa, lakini Mwenyezi Mungu anajua anayoyafanya. Sisi kwa kweli tumepokea kwa mshtuko mkubwa, tunaleta rambirambi zetu na tunaomba kwa Mwenyezi Mungu awape familia yake nguvu, uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu. Israeli imekuwa bega kwa bega na Tanzania kufuatilia kupatikana kwa mabaki ya Joshua, na ushirikiano huo ndio umefanikisha mazishi haya. From the depth of my soul, I extend my most profound sympathies to Joshua's family. Joshua came to Israel with the sincerest wish to learn, to grow, and to contribute. He journeyed very far from Tanzania to expand his knowledge, to explore new horizons, and to build a future enriched by experience. But in the very early weeks of his stay, his dreams were shattered by a brutal and unforgivable act of terror as he fell victim to the murderous hands of Hamas. An act that robbed this world of this bright, humble, and dedicated young man. For 2 long and painful years, we all carried the hope that Joshua would return to his loved ones. In our tradition, the name Joshua recalls the biblical leader who guided the people of Israel into the promised land after 40 years of wandering in the desert. This name symbolizes perseverance, courage, and deep faith in the fulfillment of the divine promise. Kwa miaka miwili familia ya Moleli imeishi katika majonzi na matumaini makubwa. Hatimaye safari ya kijana wao imefika mwisho katika ardhi aliyozaliwa. Simulizi inayogusa moyo kuhusu maumivu ya vita, thamani ya amani na nguvu ya mshikamano wa kimataifa. Sisi
tunaweka mwili wake ardhini. Joshua, uliumbwa kwa udongo na unarudi tena kwa udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Bwana wetu Yesu Kristo atakufufua siku ya mwisho. Amen. Joshua Moleli sasa amepumzika, lakini simulizi ya maisha yake, safari yake ya masomo na juhudi zilizofanyika kwa miaka 2 kumrejesha nyumbani vimeendelea kuwa somo la uvumilivu, utu, umuhimu na amani duniani. Dickson Busagaga, Clouds TV, Simanjiro, Manyara.